Jambo. Jambo sana. Kwa majina? Naitwa Mwavita Zablon. Mtoto wa nani? Mtoto wa hayati Zablon. Baba yako aliwahi kufanya kazi gani? Baba yangu alianza kazi ya uzalendo, yaani kimajimaji. Alianza tangu Kimulele. Akafika kukimajimaji. Haja akaingia mu guvernema ya Kongo. Baada ya pale akafariki. Wewe una miaka ngapi? 45. Kwa nini hukutaka kubaki na mume wako nyumbani unakuja katika kazi hii? Kama nilikatala kubakia na mume wangu, uchungu wa nchi. Kuona wavamizi walikuja kuvamia nchi yetu ya Kongo, nikasikia roho inauma. Ikabidi nikuye nipiganie nchi yetu ya Kongo na udongo wetu wa Kongo. Kwa hiyo umetaka kuendeleza kazi ya baba? Ndio, nataka niendeleshe kazi ya baba. Sasa wewe kabisa utaweza kuzuia M23? Mimi pamoja na wazalendo wengine wa kike na wa kiume tutaungana mkono na tutakimbiza M23 kwa jina la Mungu. Kuna wanawake wengine wanasema kwamba kazi ya kizalendo, kazi ya kijeshi, kazi ya kukamata silaha ni ya wanaume tu. Wewe unawaambia nini? Wanawake wote wakuje. Kizalendo sio ya wanaume tu, na wanawake wanapigana kwa ajili ya udongo ya mababu. Karibu kwa wanawake wote wa Kongo, wa province ya Sud Kivu, wa territoire ya Uvira, na wakaribisha wakuje wapambane kwa ajili ya M23 isivamie udongo wa mababu. Na wazalendo hamna mshahara, sasa hii kazi itakusaidiaje wewe? Hii kazi sina hamu ya kupokea chochote, ila Mungu mwenyewe atatulipa kufatana na kazi ambayo tunaenda kufanya. Joseph Kabila yuko Goma, anafanya mazungumzo na watu wa tabaka mbalimbali. Vipi, uko tayari wewe kwenda kuongea naye? Hapana, mimi siko tayari kuongea na Joseph Kabila. Huyo ni adui wa nchi, adui wa Mkongomani. Lakini alisomesha watoto wako hapa, amesomesha raia wengi. Sasa leo amekuwa adui namna gani wakati anasema kwamba anahitaji amani irejee? Joseph Kabila hakusomesha watoto wangu. Nilikuwa nikilipa pesa yangu mimi mwenyewe mpaka leo. Hivi kwa sasa aliyetupatia msaada kidogo ni Tshisekedi Chilombo kwa kutupatia miaka kama 5 ya kulipa ya bure kwa école primaire. Lakini kwa sekondari tunaendelea kulipa. Chama cha Mapinduzi, chama cha upinzani cha IDC leo kimesema kwamba ni vema kukusanya wazalendo wasiwe kama mayatima. Kinataka kusindikiza wazalendo, kuwapa nguvu kabisa, kuwasogeza mbele katika jitihada walizo nazo. Wewe unasemaje tangu mmekuwa na hichi chama cha IDC? IDC naona itaendelea kutulea vizuri, ijapo hakuja kuwa lolote, lakini umoja ni nguvu. Kufatana na IDC tunajiunga pamoja kusudi tutumike pamoja na IDC. Wewe Mama Zablon ukaamua tu kushika silaha, mbona wanasema kwamba kuna mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na M23? Kwa nini msisubiri tu mazungumzo kwanza ya timu? Cha kwanza wanasema mazungumzo leo na magharibi wanaenda pambana. Sisi hatuitike mazungumzo. Sisi ni raia ambao tulishika silaha. Tunataka tupiganie udongo wa mababu. Ili kazi yenu iende vizuri, tofauti tuna chama cha IDC, kwa wakongomani, kwa Waafrika wanaokufuata muda huu, maana kwa sasa unasikika dunia nzima, unawaeleza nini? Mngetaka msaidiwe nini na nini hasa? Zaidi kwetu sisi wazalendo, tunahitaji msaada wa vifaa mbalimbali. Kama vile silaha njo ya kwanza, masasi yasikose, moyen de communication tusikose, yaani na sabuni tusikose. Hata tuko wazalendo na chakula njo naleta nguvu, na mzalendo atapata nguvu ya kwenda kumapambano. Si ndio kwa maana M23 nasema wazalendo ni waskuti, hawana chochote, hawataweza vita. Hamna kitu, mtawezaje? Hatuna kitu, ila tuna uchungu wa udongo wetu wa mababu. Ijapo wakuja na pesa za namna gani, sisi hatutakubali. Tunapambania udongo wa mababu zetu. Hivi Corneille Nangaa akitamani kukuoa kabisa, huwezi kwenda? Mimi kwa sasa sina nia na sina hamu ya kuolewa kabla nchi ya Kongo hayakuwa na amani. Sitaolewa.
Tunafika mwisho mama, ujumbe wako. Ujumbe wangu na utuma kwa wakongomani wote wenye kuwa nje ya nchi na wenye kuwa ndani ya nchi, wazalendo wote, tuungane mkono, tupiganishe adui kusudi akimbie. Tunakushukuru kwa muda wako. Asante baba.